Leo tuko katika eneo hili la Luchelele Block A, ambako kulikuwa kuna mgogoro kidogo wa muda mrefu, ambao leo tumeamua kufika hapa site kuweza kufukua mipaka ya hivi viwanja, lakini tumefika na mamlaka mbalimbali zinazohusiana na mazingira pia na watu wa bonde, ili kuweza kwa upande wetu sisi tuweze kuonesha mipaka ya kiwanja ambacho kinaonekana kulalamikiwa, lakini vile vile watu wa mazingira kuweza kuangalia sehemu zao pia, na watu wa bonde la Ziwa Victoria kuweza kuonesha mita 60 zinapoanzia na zitakapoishia, data ambazo zitatusaidia sasa tutakapokwenda kukaa kuona ni namna gani tutatoa maamuzi kitaalamu ili kuweza kumaliza mgogoro huu. Kinachofuata ni kwenda kuangalia kile tulichogundua hapa, uhalisia ukoje, na tutawajulisha wahusika kwa njia za mawasiliano ambazo tumekuwa tukiwasiliana nao kila siku. Kwa hiyo na jambo hili litafanyika kwa haraka, kwa sababu hatupendi mgogoro ukae muda mrefu. Leo tuko hapa maeneo ya kata ya Luchelele, mtaa wa Kisoko. Kuna mgogoro ambao unahusisha viwanja vitatu vya wamiliki tofauti na lengo hasa ni kuja kufanya upimaji wa hifadhi ya mita 60 ya eneo la maji ya Ziwa Victoria, ili kujiridhisha, je, hawa ambao wana viwanja maeneo haya na inasemekana pia vimepimwa na wana hati, je, wapo ndani ya mita 60 au wapo ndani ya mita 60. Kwa hiyo ni lengo hasa mahususi kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini pia lengo la pili pia ni kutatua mgogoro. Tunafahamu kama inaonekana kama kuna kiwanja kipo ndani ya hifadhi ya mita 60 ya eneo la ziwa. Eneo hilo ni hifadhi ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo kibainika, tukishaandika ripoti, tukishaangalia hiyo michoro, ikibainika kwamba eneo hili lipo kwenye mita 60 ya ziwa, basi eneo hili litakuwa kwa ajili ya hifadhi ya mita 60 ya ziwa. Na kingine pia cha kusisitiza, tuko pia na mamlaka pia nyingine ambazo tunafanya nao kazi, hapo NEMC, pia watu wa halmashauri ya jiji la Mwanza, pamoja pia na mtaa pia wa Kisoko, kwenye zoezi zima la kufuatilia endapo kama viwanja hivyo viko ndani ya mita 60. Lakini kwa awali so far tumefanya upimaji wa hivyo viwanja vyote vitatu, plot namba 2176, plot namba 501 na plot namba 500. Lakini pia tumefanya pia na extra pia kazi nyingine ya kupima pia viwanja vingine ambavyo viko pia jirani na hayo maeneo, ili pia kupata pia hifadhi pia barabara ambayo pia inapitisha au inalisha kwenye hivyo viwanja. Kwa baada ya upimaji huo umefanyika, basi kama mtaalamu kama ofisi tutaandaa taarifa na tutashauri pia kwa mamlaka pia husika. Siwezi kulisemea kwa sasa, unajua mimi mwenyewe pia ni mtendakazi. Kwa hiyo mwenye kutoa taarifa hizi ni mkurugenzi. Kwa hiyo mkurugenzi yeye mwenyewe wa bodi ataona ni muda gani atairelease hiyo ripoti. Kwa hiyo kwangu mimi nitaandika ripoti, lakini nitasubmit kwa mkuu wangu wa kazi, yeye sasa ndo ataona aisubmit hiyo sehemu husika lini na ni wapi. Mimi ndio mmiliki wa asili wa haya maeneo. Eneo letu mimi na mume wangu Renatus Matale tulimuuzia Kezia Aaron namo mwaka 1996. Kezia Aaron ndio akawa mmiliki wa ile eneo. Baada ya hapo Kezia Aaron alimuuzia Abilali Manji. Abilali Manji ndio akawa mmiliki. Baada ya hapo mgogoro kaibuka kwamba Emmanuel Kiula ni eneo lake, na wakati sio sahihi kabisa. Emmanuel Kiula hana eneo kabisa huku hata kidogo, pamoja na babu yake Mzee Dume hawana kabisa hata kidogo. Sisi ndio wamiliki wa maeneo haya na tunafahamu hivyo kabisa. Tunachoomba serikali itusaidie hawa watapeli wanaosumbua jamii, iwashughulikie, kwa sababu kwanza wanatupa maisha magumu. Kwa sababu hawa kwa mfano kama huyu Abilali aliponunua
atengeneze hoteli na bichi. Jamii nzima au kijiji kizima wangepata ajira, hata watoto wetu, hata jamii nzima wangejipatia ajira, maisha yangesonga, yangekuwa rahisi hata kwa watoto wetu. Lakini sasa hivi hawa matapeli wanatupa maisha magumu, watoto wetu wanakosa hata ajira. Mgogoro wa ardhi unatufanya kila siku tunaacha kazi zetu. Mara kwa mara tunafika huku kuja kushughulikia mambo ya mgogoro. Mimi ni mwenyeji wa eneo hili. Kwa hiyo ninachokifahamu, eneo hili tangu awali halikuwa na mgogoro. Tangu mwaka 1996 kina mama hawa jirani zangu hapa walimuuzia mtu mmoja anaitwa Keresia Aaron, na hapakuwa na mgogoro wa aina yoyote mpaka upimaji wa mwaka 2001 ulipofanyika, wenye maeneo ambaye ni Keresia Aaron alitambulika na akamilikishwa. Hapakuwa na mgogoro wa aina yoyote mpaka alipokuja kuuziwa ndugu Abilani Manji mnamo mwaka 2020. Ndipo wakajitokeza watu matapeli kusema wana eneo ndani ya viwanja vya watu. Ndipo mgogoro ulipoibuka. Mimi niombe serikali kwa namna yoyote wakatende haki ili kuondoa mgogoro, kwa sababu mgogoro huu umetengenezwa na imesababisha hasara kubwa kwenye jamii inayozunguka ndani ya mitaa yetu ya Kisoko, Swea pamoja na Silivini. Sababu hoteli hii ingekuwa imejengwa, vijana wetu waliokosa ajira wangepata ajira ndani ya hoteli hii. Kwa sasa hivi wananchi tunaacha kazi zetu, tunakuja kwenye migogoro mara kwa mara, na vijana wetu wanakosa ajira. Kwa hiyo mimi ningeomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aone ni namna gani ya kutatua mgogoro, kwa sababu ni mgogoro pandikizi, na namna ya kuadhibiti hao matapeli wa ardhi, hususan kata yetu ya Luchelele. Huyu bwana anayejulikana kama jina la Emmanuel Kiula ni tapeli mzoefu na anajulikana, kwa sababu maeneo ya watu wengi wanapofariki hivyo yeye anajulikana kwamba ndio mnunuzi wa yale maeneo kwa kutumia njia nyingine ya matapeli baadhi ambao wanashirikiana nao. Na tulipofika kwenye hii familia ya Keresia Aaron, halmashauri ya jiji kupitia wataalamu wa ardhi tulimtambua huyu mama, na eneo lake liliangukia kwenye hoteli bichi, yani zile hoteli za kitalii za mapumziko, na alipewa hivi viwanja 501 unaona, kwa ajili ya shughuli za kihoteli. Lakini ule ukweli, Emmanuel Benjamin Kiula hana eneo ambalo sasa Emmanuel Kiula amemuuzia Bwana Joram. Unaona mzunguko unavyokwenda. Sasa eneo, wewe huna eneo, halafu utauzaje eneo ndani ya eneo la mtu? Mimi ningeomba kama serikali inasikiliza ushauri wa wananchi, sawa, huu mgogoro sio mgogoro, ni mgogoro wa kutengenezwa au wa kutengeneza ili watu tupate pesa, ionekane kwamba kana kweli kuna mgogoro. Sasa bwana, ili huu mgogoro tumalize, bwana nipe 200,000 au nipe milioni. Sasa mtu ametengeneza amepata hela, kumbe hakuna sahihi ya kweli. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri sana serikali, hili jambo ifike mahala wakubali kuambiwa ukweli. Mwenye umiliki halali wa hili eneo ni Keresia Aaron ambaye naye amemuzia Manji, ila kwa mfumo ambao inaonekana sasa, hawa ambao wafanyakazi wa serikali ambao sio waaminifu ndio wanatufikisha hadi hii.